Assalamu alaikum. Swali linasema kuna mtu alikuwa ana wake wanne, akatokezea kumwacha mke mmoja kati ya wale wake zake wanne, lakini kabla ya kumalizika kwa eda ya yule mwanamke ambaye amemwacha, akaamua kuongeza mke mwingine wa nne, maana kureplace nafasi ya yule ambaye kamwacha. Ila kwa bahati ambayo tuseme labda si bahati nzuri, kwamba yule bwana miongoni mwa pirika zake alikuwa mwendeshaji wa bodaboda, akapata ajali akafariki. Sasa kufariki, yeye kafariki hali ya kuwa huku kuna mwanamke bado eda yake haijamaliza, na kuna mwingine tayari ameshamuoa kabla ya eda ya yule aliyomwacha kumalizika. Maana yake hapo kutakuwa kuna watu watano hapo wako nje wanasubiria kurithi. Kwa hiyo maana yake hapo, je, tunauliza hukumu ya huyu ambaye tayari ameshaachwa, ambaye kaachwa na bado yupo katika eda, je, hatoingia tena katika mirathi? Na je, yule ambaye ameolewa kabla ya kumalizika eda ya yule, je, ndoa itakuwa imesihi? Na labda pia tunataka kupata ufafanuzi vizuri kwa hii kesi kwa mujibu wa ilivyotokea. Barakallahu fiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza swali kwamba kuna mwanamume ameoa wanawake wanne, mmoja akamwacha. Kwa mujibu wa swali aliouliza kwamba kamwacha talaka ima moja au mbili, yuko katika eda mwanamke, kabla kumalizika eda akaenda kuoa mke mwingine, kisha baadaye akaendelea maelezo mbele yake. Kwanza fahamu, kwa mujibu wa sheria ya Uislamu, ikiwa kwamba ameoa wanawake wanne, yuko na wake wanne, kisha akamwacha mwanamke akawa yupo katika eda, haruhusiki mwanamume huyo kuoa mke mwingine, kwa sababu yule ambaye alikuwa katika eda bado anahesabika kwamba ni mke wake, pamoja na kuwa amemwacha mpaka imalizike ile eda. Kimalizika ile eda, basi hapo ndio anaruhusika kwenda kuoa mke mwingine. Na haya ni maelezo ambayo wanachuoni pia wameeleza. Al-Allama Ibn Bazi wakati alipokuwa akiulizwa swali hilo, alitoa majibu haya yafuatayo. Akasema laisa lahu dhalika, hakuna ruhusa kwake yeye ya kufanya jambo hilo mwanamume. La yajuzu lahu at-tazawuju, haifai kwake yeye kuoa hata takhruja min al-idda, mpaka mwanamke huyo atoke katika ile ida. Inkanat ar-raj'iyya, ikiwa hiyo talaka ni talaqatu raj'iyya. La yajuzu lahu biijma'i al-muslimin, haifai kwake mwanamume huyo kuoa mke mwingine kwa makubaliano ya Waislamu wote. Liannaha zawja, kwa sababu wakati huo mwanamke yupo katika ida, anahesabika kwamba huyo ni mke ar-raj'iyya, kwa ile talaka ambayo ilikuwa raj'iyya, ambayo ya kurejea. In talaqaha wahida, ikiwa kwamba amemwacha talaka moja au thintaini au talaka mbili, fahiya raj'iyya, basi hiyo inasabika kwamba ni talaka raj'iyya. Laisa lahu zawaj bil khamisa, hapana ruhusa kwake ya kuoa mke mwingine watano, hata takhruja hadhihi min al-idda, mpaka manake atoke mwanamke huyu katika ida, amalize ida yake. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali alilokuwa ameuliza, haifai kwamba yeye afanye nini, aoe wakati kwamba ikiwa katika hali kama hiyo, na kinachotakikana kwamba amsubirie yule mwanamke amalize eda. Akimaliza eda, basi hapo ataruhusika kwamba mwanamke huyo afanye nini, ataruhusika mwanamke huyo kuolewa na mume mwingine, kadhalika na yeye kuongeza mke mwingine katika ile nafasi ya yule ambaye alikuwa amemwacha mpaka ikafika kumalizika eda yake. Sasa kwa mujibu wa swali la mbele, litakuwa limejijibu kwa hili swali la mwanzo, kwa hili jawabu la mwanzo kwamba haifai. Kwa hiyo ikiwa manake amemuoa, manake ndoa hiyo itakuwa haikubaliki kwa mujibu wa sheria ya Uislamu. Kwa hiyo itavunjwa ndoa hiyo, na yule atahesabika sio mke wake, kwa sababu tayari yeye alikwisha kukamilisha wake, na yule mke alikuwa kamwacha bado alikuwa katika eda. Kwa hiyo jambo la kurithi, jambo sijui la kwa yeye amekufa, baada huyo watano hatoingizwa katika idadi ya wale wake ambao kwamba alikuwa yeye amewaoa, kwa sababu alipomwacha huyu mwanamke bado alikuwepo katika eda, na ile eda
haikuwa kwamba ni yenye kumalizika. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu a'lam.